Huyu Hassani, huu Swahili wake ni wa mwambao mwa Kenya au ni wa magharibi? Mimi ni mzaliwa wa Sudan. Naam, hali gani msikilizaji popote pale ulipo? Anasema kwamba Mohenga akikutana na limbukeni basi limbukeni achune madini kutoka kwa yule Mohenga. Leo iko bahati nzuri basi nimetembelewa na gwiji ambayo kwamba nimekuwa nikimtazamia tangu nikiwa mtoto mdogo kiduchu katika vyamboni vya Mombasa. Nazungumzia Mnazi Mmoja, Sosiani na baadhi ya mitaa ya kule. Enzi hizo akiwa katika idhaa moja ambayo kwa sasa hivi alishahama na ipo kwingine. Hassan Mwana wa Ali. Hujambo baba? Salama, nashukuru bwana. Wapo mabingwa wanasema kwamba Hassan Mwana wa Ali ndio hilo jina la utani linaloshika sana, lakini ukatajia kwamba Hassan kauleni si sana masikioni mwa watu. Sasa hapo pa Hassan Mwana wa Ali lile kujaje Hassan Mwana wa Ali au baba kwa aitwa Ali? Hivi wewe aitwaje wewe? Agadi Asikoa. Ikawa ndio baba. Baba aitwa nani? Ikawa babu. Babako aitwa nani? Anthony. Naam. Basi wewe Gadias mwana wa Anthony. Wake, ni mambo yanatumika. Nafikiri si mimi peke yangu. Ni yapo unachukua jina la baba. Maana yake mimi naitwa Hassan. Mzee anaitwa Ali Kasim. Sasa Hassan Mwana wa Ali. Na nafikiri huku si mazoea sana. Naam. Lakini ukitembea kama Zanzibar, unasikia Makame Mwana Abdalla, Baruk Mwana wa Kasimu. Sasa ukisikia unajua huyu ni mtoto wa fulani. Naam. Hata huko ulikotaja hiyo mitaa ukitembea unasikia Agadias Mwana wanaisema sana watu. Naam. Umenikumbusha jambo fulani katika mitaa fulani ya Lamu. Wenyewe kule wanaita Yamu. Kidogo ndo majina unakuta Abdalla Mwana wa Idi. Anakuja sana. Ama mafulani binti na huko Uswahilini Mwanaidi binti Abdalla Hussein bin Ali. Sasa yeye unachukua tu. Na hata huku nyumbani ipo lakini watu hawajui tu. Kwa mfano sikia jamaa sema William Samuel Arap Ruto. Arap yani son of Ruto. Hizo Arap na nini. Kwa hiyo ipo sana. Kipindi ambacho naanza kukusikiza Baba Hassani ulikuwa unafanya shughuli na Baba Nora ambaye nimekuwa naye mwaka uliopita. Kipindi hicho nakumbuka ilikuwa mechi ya Chelsea na Manchester United. Chelsea anampiga Man United magoli 4. Goli la mapema sana la Pedro. Mama ananiambia kwamba Gadias leo hii huendi video kwa sababu ninasikia sifa za video ni mbaya sana. Inakuwaje sikiza hapa redio. Akaniekea 105.0 Mombasani. Ndio mara kwanza naisikia sauti ya ili kujaje, yani ulifikiriaje mpaka unakuja na vitu kama hivyo katika ushereheshaji wa bao? Nafikiri kazi ya utangazaji ni kama uandishi ni tunazungumzia kazi za ubunifu. Lazima uwe mbunifu na utangazaji unahitajia. Na umeona kwa mfano kila moja hasa kijana ambaye anaibukia anataka kutangaza mpira. Naam. Anakwenda, anarudi, anaweka. Na unajua wazee wetu waliotutangulia kina marehemu Bilomala. Naam. Alisalimanga, kina Jakoyo. Wao walikuwa na advantage kwa sababu TV hazikuwa nyingi. Ilikuwa labda ni moja kwa chief. Na huyo chief ukienda kutazama mpira anakuambia leo hatujaipeleka battery kuchaji. Kwa hiyo leo hakuna mpira. Sasa yeye watangazaji wetu wangetuambia bao limefungwa na Sefu Mtie wakati huo timu ya taifa labda. Ukienda gazeti Keshe unaona bao lifungwa na John Odie. Umeona? Walikuwa na huo mwanya. Lakini wakati huu mitandao imeingia. Naam. Uhitaji TV, wewe una data yako unafuatilia tu mechi. Kwa hiyo nikaona kila mmoja anakwenda anarudi. Sasa kuna na huyu si shabiki wa mpira lakini anakusikiza. Ni nini hiki utafanya ndo asikize? Sasa ikaondokea tu kama utani. Na nimeipata sana nikifuatilia watangazaji wa mpira kule Marekani Kusini. Wale wana madoido sana likifungwa bao. Alafu wanachanganya na lugha yao. Pararero. Kaona pia mimi niwaze kitu na kije na kweli nimeshangaa sana mpaka kila nikikutana vijana naambia hii wanafikiri kwamba inafunzwa chuoni ndio mbinu ya kutangaza bao. Kila kijana hata kuna clip nimetumiwa juzi. Nikamwambia sasa fikiria mbinu yako. Wajua
fikiria mbinu yako. Unawapa zile nasaha. Wewe fikiria mbinu yako. Unaona kama wewe sasa, mimi nikipita mahali wananihusisha na hiyo namna ya kushangilia bao. Na ni swali zuri umeuliza. Kuna rafiki yangu mmoja anasafiri kutoka Mombasa anakuja Nairobi. Sasa amefika pale Voi. Na wajua ukifika Voi mabasi mengi yanaingia hotelini pale, watu wanakunywa nini. Sasa bwana mmoja rafiki yangu mkubwa walikuwa akishuka anapata pale nje kuna mishikaki usiku saa 5 Champions League. Akamwona mzee anatusikiliza. Sasa yeye akamuuliza, ataka kumuuliza mbona unawasikiliza Hasani na hii idhaa? Je, unapenda kitu gani? Kwanza kama na wewe mzee vipi mpira? Akamwambia mpira si mambo yangu. Akamwambia si mambo yako, lakini wewe unasikiza mpira hapa redio. Akamwambia wewe bwana, ngoja lifungue bao hapa. Mimi na ngoja bao tu. Umeona? Sasa unawateka watu ambao ni mashabiki wa mpira na wasiokuwa mashabiki wa mpira. Na kila mbinu wewe unaweza kawazia yako. Just katika media tunaita presentation skill. Utaona wengine wakisoma habari anavuta jina Emmanuel Juma. Umeona? Na watu ndio wanakupenda hivyo. Njoroge Gatete. Ushafahamu Jicho Pevu nakumbuka Mohamed Ali alikuwa pia na mbinu yake. Na mtu wangu sana. Kwa hiyo ni ubunifu tu. Si kwamba unafunzwa chuoni. Unajua zamani nadhani kwamba kwa sisi ambao kwamba hatukuwa yaona ndio akitangaza mpira kidogo ungedanganya. Enzi hizi za kidijitali kudanganya na kuwa ngumu. Vigumu sana sana vijana wanaoibukia. Kijana na lineup, kijana anajua nani mchezaji alifunga lini mwisho, amenunuliwa kwa pesa kiasi gani. Yani mitandao, alafu lazima ufanye utafiti. Hali si nzuri. Wewe kosea tu kidogo utasemwa. Na ukosea si kwamba ati hewani. Kosea tu, kwa mfano nenda kwenye ukurasa wako wa Facebook. Tuseme United inaongoza bao 1-0 na amefunga Bruno. Alafu andika tu kwamba Chicharito ameipa United bao. Njoo hapo baada ya dakika 4. Mijitusi, mtikano kweli. Yaani wewe hujui kazi. Kwa hiyo aliajiriwa vipi Obi? Basi. Kwa hiyo wana keep on toes, lazima unafanya utafiti. Kipindi unaanza shughuli Hasani, labda ulijiona kwamba utakuwa Hasani ambaye kwamba ndio Hasani wa siku hizi ama wa saa hizi au kuliona hili? Sikuliona, lakini unajua maishani lazima uwe na ndoto. Na hata wewe labda najua udogoni ulikuwa unasema when I grow up ningetamani kutangaza kama fulani anavyotangaza. Kwa hiyo unaanza kujiona, unakisia tu kwamba nitakuja kutangaza, Mungu ajalie nifanye hiki na hiki na hiki. Na mambo mengine umaarufu unakuja tu. Utakuta mtu anaanza kazi ya utangazaji March, anataka kufikia Aprili. Dunia nzima hiyo inamtambua bwana. Haiji hivyo, inachukua muda. Kutengeza ile brand yako inachukua muda kwa hakika. Na wajua kitambo ilikuwa nafuu. Labda idhaa ni hiyo moja. Idhaa ya baba na mama. Wajua hata kama mtangazaji yani sauti iwe vipi, lugha yake una chengine. Lazima Nathan Yembe huyo Yembe utamsikiza. Maunda huyo utamsikiza, lakini sasa hivi idhaa ni lukuki. Sasa unajiuliza mimi nitatumia ujanja gani, maarifa gani ndio niwavutie wasikilizaji. Anazungumza mtoto mwalimu marehemu Ken Walibora kwamba siku ya kwanza anakwenda kwenye idhaa kutangaza alikuwa anapigwa sana mawe. Kwako wewe ishaitokea kwamba uliwahi kupigwa mawe mahali? Mawe hapo lazima kila mmoja apitie. Na mimi nafikiri idhaa moja kitangaza alikuwepo mzee na kijana pia. Sasa tukatengeza ratiba ya kazi. Ilikuwa ni mwaka 2006. Kombe la dunia nafikiri Ujerumani walikuwa wenyeji kama sijakosea. Ile ilishia Ufaransa wa Zidane akipiga kina Matarasi vichwa, na wakabeba taji Italia. Sasa tukatangaza ratiba ya kufanya kazi, na mwenzetu alikuwa amekwenda Ujerumani. Sasa akarudi baada ya wiki moja. Na siku hiyo ilifanya nitangaze huo mpira, na mimi ndo naingia bado mgeni pale. Unaelewa tena kuku akosi kama kuku ile mgeni. Sasa kilichofanyika, nilijua siku hiyo na utangaza mpira na mzee ametangulia mbele za haki kwa sasa, Mola mrehemu. Amen. Sasa huyu mwenzetu alioingia, naambia unaingia kama leo.
Nikajua huyu atapumzika kesho, ataanza ile siku nyingine. Hasa mimi nikifika najitayarisha nini. Nilikuwa mgeni nikasikia wananiambia utangazi huu mpira tutatangaza na ubwana. Naam. Sasa kilichofanyika si mimi nikafunganya virago kenda zangu nyumbani. Amini usiamini. Alikuwepo naye mtangazaji wa zamu. Alikuwa ameniona. Akanipigia simu. Akaniambia mbona mimi nakuona umeandaa mambo yako line up, shafanya research. Alafu mpira imekuwaje? Nikamwambia wameniambia wao wanatangaza, sasa mimi nakwenda nyumbani. Sasa alichokifanya yeye naye akaenda kwa bosi. Bosi sasa hivi pia ni marehemu, ametangulia mbele za haki. Alikuwa ni wa Erumburu. Akaenda akamwambia walichomfanyia Hassan si kizuri. Pamoja kwamba ni mgeni, nimeona ameenda. Idhaa kama naiona. Ameenda nyumbani. Ilikuwa idhaa ya Radio Citizen. Naam. So kilichofanyika, huyo mkuu wa idhaa alinipigia simu. Akaniambia kesho saa 9 nataka nikuone ofisini. Kamuuliza kuna shida gani? Haya wewe njoo tu. So nilipokwenda nikawakuta hao wenzangu. Aliwapa kisomo. Anambia huyu kijana ameingia hapa, mshike mkono, mzee umetangaza muda mrefu, wamejiandaa kuingia mpira, unajua amkufanya vizuri. Unajua aliwapa kisomo kweli kweli. Lakini sasa angalia binadamu tulivyo. Wale walipotoka pale wakaanza kusema huyu Al-Shabaab amekwenda kutushtaki kule. Umeelewa? Naam. Kumbe na huyo mtangazaji wa zamu siku hiyo namtaja leo alikuwa ni kama Umunywa. Ndio alikwenda akamshtakia bosi kwamba walivyomfanyia, na Hassan azungumzi amefunganya tu virago akaenda nyumbani. Kwa nafikiri hizi changamoto zipo maishani, popote pale utaenda mwingine atakuzimia mikrofoni. Yani lazima, ndio binadamu. Tumeumbiwa nyongo. Hilo na ndio binadamu tumeumbiwa nyongo. Alizungumza rafiki yako Waliwaula Ken. Kipindi fulani pia tunasema kwamba wapo kama mimi kijana mdogo umeamua kunipatia support, lakini vijana siku hizo na kwa watundu baba inakuwaje na JKJ nao, maana najua Gen Z umwambie kwamba hebu kafanye utafiti kwanza, na utafitafi inakuwa ngumu sana. Mimi najua kila kitu, kwa hivyo mpaka inapelekea na kukosa labda. Gen Z sasa hivi ni tabu kwa hakika. Ni dhiki. Kwa sababu huyu Gen Z wa sasa anajua kila kitu. Wewe utamwambia nini? Hilo la kwanza. Gen Z wa sasa anaweza ingia kazini leo na baada ya siku mbili akakwambia, kwanza unaona tu ujumbe kwenye simu, sitaki hiyo kazi, nimekwenda kufanya mambo yangu. Yani Gen Z wa sasa na hii mitandao, kuna uvivu fulani umeingia, na uvivu umeletwa na masuala ya AI. Wajua hata ukitaka kuandika chochote sasa hivi, barua ya maombi ya kazi, ukitaka picha, yani AI ile unaiprompt tu alafu utayapata. Kwa hiyo kwa kiasi fulani vinaleta uvivu. Alafu pili hawana subira. Wajua utasikitika sana kwamba baadhi ya watangazaji unawasikia, unakuta mtu amefanya kazi kwenye kituo hata miezi 9, miezi 10, hajaajiriwa. Lakini kwa nauli yake, kwa gharama yake, anajikusuru, anajisukuma. Lakini Gen Z wa sasa hiyo ndo nimeona, nimefanya nao kazi. Nimeona subira. Subira mwanzo hana. Alafu zama hizo nikianza hii kazi ya utangazaji, wakati natangaza Super Sport, mechi kama ni saa 10, saa 6 mmefika kazini kujiandaa. 3 hours before mmefanya mic test, kila kitu. Umeona? Alafu nusu saa kabla tena mnafanya kama mara 3. Hawa Gen Z wa sasa mimi natangaza nao mpira ni saa 2, anaingia saa 1 dakika 59. Wewe utamwambia nini? Alafu anakuambia mambo nimeaona bwana, nimeasikia. Kwa hiyo nafikiri subira na utafiti. Alafu huyu Gen Z wa sasa anataka aanze kazi mwezi Januari. Kufikia Juni ana Prado, ana Benzi, ana nyumba kama Nyali, na watu wanamjua. Haiji hivyo. Hata tu kwenye mitandao ndio maana nikutana na wengine ananifanyia utani. Na ni Gen Z hasa anafanya naye kazi. Ambia Hassan bwana, na umri wako na kuona mitandao unachokora, Facebook nini unafasi. Mimi pia nimeanza lakini sioni ikija mbio, nifanyeje? Nikamwambia kama hii Facebook yangu nimeanza zaidi ya miaka 10 na. Lakini kwa kidogo imelala. Hata YouTube. Kwa hiyo sasa njoo taratibu tu mambo yatajipa. Naambia hapana bwana. Mimi nataka kiweka picha, nikija kesho likes nione kama 2000.
Nikamwambia usipoziona utafanyaje? Anambia nitaifuta niweke nyingine. Namwambia hata hiyo like moja tu kaa nayo ndo kukua huko. Mara nyingi kaka Baba Hasani nikikuona unatangaza mpira huwa una kijitabu kando. Siri yake ipi? Kijitabu nafikiri ni lineup tu ile. Haiwezi kuwa lineup. Nafikiri ni lineup. Una picha yote ya kijitabu? Si. No, nafikiri sana huwa ni lineup. Labda lineup na nimeweka makashikashi yangu pale. Historia kidogo, utafiti. Na unajua kutangaza mpira tumesaidiwa sana na dijitali. Sasa hivi. Kwa mfano sasa kombe la dunia finali iliyomalizika, ukitizama timu kama Argentina, utachukua wachezaji kama 3 4 ambao utaweka vitu. Yaani atafanya kitu. Afunge asifunge kuna habari. Naam. Ama kuna goalkeeper afungwe asifunge kuna habari. Unajua Martinez alichukua ile golden glove. Yeye akifungwa. Yaani sasa kwa kila timu angalau chukua wachezaji kama 3 4. Zama kwao zaidi na mkufunzi na referee, itakusaidia katika ule utafiti na klabu yake. Yaani ndio mtu akikusikia anaona huyu bwana anaujua, anaupiga mwingi. Kwa hiyo nafikiri sana huwa ni lineup yangu tu ile ndo natembea nayo. Na kule kusawiri kwa visa Andunje na Mope kwanza hawa mabingwa watoa wapi, alafu unavyosawiri vile visa kiviweka pamoja vinaleta muunganiko na tukio lilivyotokea ugani vinaendana sasa. Manake ni pale na kuregesha nyuma. Nilipokuambia kwamba kuna watu wanasikiza redio na si mashabiki wa sport. Tuseme amekuwa anaisikiza tu idhaa kwa mfano kama hii yako. Lakini sasa ukifika wakati wa mpira hawezi akabadilisha channel hata kausikilize mpira. Sasa mtu kama huyo unamteka vipi? Na nikafikiria tu visa na sijui vilianzaje, maana sikumbuki. Nafikiri nilicheka kwenye hii WhatsApp. Ama WhatsApp watu wanaweka madoido vitu vingi. Hasa nikajaribisha tu kisa cha kwanza kwamba uko pale nyumbani, wageni wamekuja, uko na mkeo, alafu ile msichana wa kazi hasa anakuja kwa navya mle. Hasa kwa bahati mbaya anajisahau. Anasema babe nao. Sasa unajua inafikirisha watu sana na nikajaribisha na nikaona watu wamependa sana hivyo visa. Yaani mimi hata kabla sijaanza matangazo unasikia tutupe visa vya Amope. Ama wanatamani bao lifungwe wapate visa vya Amope. Na unapata vijana wamechukua. Wanapata sana na likes kwenye TikTok wapi wamerusha. Na kweli nikaona hivi visa vitapendwa sana, wakanipigia jamaa fulani wa kutengeza hizi masikiza tunes. Wakanipa senti fulani, nikawatengezea baadhi. Yaani nikaona kumbe kinaweza kawa kitega uchumi. Nikawa nafikiria fanye nini, punguze nini. Sasa bwana mmoja akanipigia simu kutoka Voi. Anaitwa Hassan Kinyua bin Kingori, rafiki yangu sana. Akanambia jirani yake amekorofishana na mkewe. Sasa ile nyumba watu hawazungumzi. Na ameitwa sasa yeye ndo msuluhishi. Ndio Kofi Annan. Sasa mkewe anapika kule, msuluhishi amekaa pale, mwenye nyumba amekaa. Sasa wanapiga hesabu wataanzaje hapa. Unajua kuna tension. Ule bwana aliniambia sana ukija Voi njoo nikupeleke kwa huyo rafiki yangu ataka kununulia biriani. Nikamuuliza kwa nini, akaniambia sasa wakati wamekaa wanawaza mbinu kukafungwa bao. Na wanakuwa nasikiza. Na nikaweka kisa, akaniambia kisa kilikuwa hiki kwamba unakwenda Koinange. Unamkuta mtoto wa kike, mchepuko ile. Unakwenda naye chumbani. Na hutumii kinga. Umeelewa? Ukishatoka kule unaingia Prado yako, unafunga mkanda ule. Sasa naambia kile kisa watu walicheka, na baada ya kucheka kukawa na utulivu ndani ya nyumba, wakasuluhisha. Sasa yule bwana akamwambia Kingori, mwambie Mope ameokoa ndoa yangu. Ukimwona muite. Na ukakumbuka pila kisa nimekwambia cha barabarani kule mzee wetu pale Voi. Kwa hiyo sasa nikaona watu ambao wapendi mpira ni visa vya Mope. Na visa vinakujaje? Ni current affairs. Yaani unaangalia nini kimefanyika siku hiyo ama wiki hiyo, alafu unaunganisha na Mope. Na huyu Mope utajiona ni wewe ama ni mwenzio. Kwa mfano tuseme Olkalao. Kumefanyika uchaguzi. Sasa ukikileta kile cha Mope utaona tu anayezungumzwa kama Siruto ni Rigiji. Kama si Rigiji, yani unaweza ukarelate na vile visa. Kwa hiyo ni mambo tu ambayo huwa yamejiri. Zile current affairs. Sasa unatia chumvi na chuku kidogo. Kuna kimoja alichekesha watu kweli kweli kwamba Rais William Ruto amealikwa
London kule. Kuna Wakenya wanaokaa kule wamemwalika wana kuichangia kwaya ya Wakenya wanaoishi kule. Sasa amekaa alafu ambia rais, sasa tutaikaribisha kwaya ije kutumbuize. Sasa wakiletwa wale kwaya naambia soloist, tunamuita soloist. Unajua soloist anakuja ni nani? Babu Owino. Alafu mpiga gitaa nani? Sifuna. Na Rigiji naye ndio anapiga lile goma. Sasa wajua hata kama wewe ni mfuasi wa Ruto ama Rigiji vyote utapenda. Utafurahi. Uko balance. Hata Ruto mwenyewe atacheka huko aliko. Na kuna kipindi unatumia kina Miguna, Wetangula, akina Mdavadi, ilikuwaje mpaka ukaacha kutumia wanasiasa? No, kama kuna kitu amefanya kwa wakati huo unaisema cha kwanza. Pili, ukiwa mwanaspoti, mwanaspoti kuna vitu fulani haviendani na mpira. Sana sana politics, siasa na dini. Ndio maana umeona Argentina wamezua kizaazaa na zile bendera na ujumbe uliokuepo. Hata unaona, nakumbuka Brazil mwaka nafikiri 2000 na ngapi na 2 kule Korea Kusini na Japan, wakati wameshinda kombe la dunia kina Kaka. Ndani wanavua jezi zimeandikwa I love Jesus na ujumbe kama huo, walichukuliwa hatua. Ukifunga hata bao na ujumbe kama huo unachukuliwa hatua. Kwa hiyo nikaona yani siasa zile na nini tusiweke sana. Lakini mara moja kama imetokea Papa wa Roma kuna vitu amefanya unamgeuza mope. Lakini mjanja atajua nani anazungumzwa. Ndio ikawa hivyo. Na kipindi unapiga shughuli, tunajua kuna ile mabingwa mashika mkono kidogo, akina Baba Reverend Steven Mkangai, nikiwa anasema mope kwa anambia na hivi na hivi. Kuna kitu alinitajia kipindi fulani, aniuliza unashabikia timu gani ya Guardians? Nikamwambia mimi na support, ilikuwa timu ilishuka daraja nadhani. Nikamwambia na support hiyo timu. Akanambia kwamba kwa nini, mbona unanificha? Anambia tu na support timu gani. Nikamwambia sitaki kukuambia kwa sababu najua unaweza kunichokoza tukiwa hewani. Na akanambia hivyo ndivyo inafaa. Hata mimi Hassan aliniambia hivi na hivi, lakini mimi na utundu wangu ikabidi sasa nionyeshe ulimwengu mimi siri ni gani. Baba Hassan, kwamba unatangaza mpira, Guardians hajui timu yako, Mafulani hajui timu yako, lakini uko tu hivyo. Mimi nikifanya naye kazi utajua mimi ni shabiki wa timu gani. Tukiwa tunapiga gumzo huku nje na mambo yetu, lakini tukienda hewani asijue. Na ile aliniambia marehemu Charles Hilary, alikuwa mtangazaji, akanambia unajua, na nimekuja kuliona baadaye, unasikia hata mashabiki mitandao wanasemaje, huyo bwana sitangaze mechi, kila kitangaza anachukia timu yetu, itapoteza, hatumpendi, ana kisirani. Umeelewa? Kwa sababu ya zile kauli ambazo unazitoa hewani. Just be professional. Waangalia hata hao kina Peter Drury, kina nani wale wanaotangaza, ni vigumu kujua ni shabiki wa timu gani. Lakini sasa kizazi cha sasa hiki cha Gen Z anakwenda wanasema sisi kama Man U leo. Sasa wewe ukishasema hivi jamani, na hili nilikuja bwana mmoja akitangaza mpira Seth Osere, wakati huo nikiwa huko Standard, nilivurugana naye sana, manake anatangaza na nilikuwa nasikiliza na jamaa. Alafu anakejeli Man U, anasema Man U hawezi shinda ligi mpaka tumewapa Van Persie. Sasa wale walikuwa nasikiza nao iliwakera. Wakasema zima hiyo idhaa. Wajua wewe hujui ile impact ya hicho unachokisema. Kuna mtu anaweza akazima radio. Aliniambia marehemu Leonard Mambo Mbotela amekwenda Sudan kutangaza Sekafa finali, AFC Leopards na nani? Gor Mahia. Na yeye alikuwa shabiki wa Ingwe. Watu walikuwa wanajua na pia anajua. Lakini ilivyotokea Obwaka Mbaluya yule anaichezea Gor Mahia akaifunga FC. Ulisikia alofanyika huko kwao. Leonard Mamba anaambia uwanja wa ndege akifika tu amesubiriwa na mashabiki wataka kumpiga wale wa Gor Mahia. Unaona? Kwa hiyo yani wasijue, ndio sisi tunahisia na tuna timu zetu, lakini hewani mtu asijue. Umeona, ajue tu kwamba huyu bwana ni neutral lakini ni shabiki wa mpira. Lakini sasa hivi vijana ukienda mitandaoni hata hewani wanaweka tu wazo sisi kama Arsenal, sisi kama Chelsea. Imagine akisema hivyo na wewe ni shabiki wa timu pinzani. Utaonaje? Utakasirika. Na sasa ndio maana watu kama hao mimi huwa nawapa visa vya mope. Bwana mmoja ananiambia sana hata kama timu yangu imepigwa 5. Bado nikisikia kisa kimoja tu mimi naridhika. Kwa hiyo huwa nawashauri vijana. Huku nje tukipiga zile banta, Arsenal, Chelsea tunajua. Lakini hewani asijue mtu. Professionalism ile inapotea. Kizushi. Hassan unaweza kaninong'onezea Hassan ana support timu gani pia?
Ilishuka Bolton. Mtundu kweli. Saba Hasani, kuna compilation ambayo kwamba ilikuwa inasikika sana. Mtu asema kwamba Hasani with Steven Mkangai, it was the best. Ndio ambayo ilikuwa inafanya shughuli kuwa kweli yani. Hata ukiingia hewani unasikia Baba Steve anachekea huku, Hasani yeye yuko na shughuli zake, basi unafarijika tu, utamani hata kuachilia redio. Kama unafanya kazi zako basi lazima utadelay. Na mimi wanaambia watu ni mazoea na tabu. Ni kama tuseme unaongoza kipindi. Naam. Watu wamekuzoea. Wajua ile siku anakuja mwingine kwa niaba yako, watu wataanza kulinganisha. Sema huyu si kama. Huyu si kama. Maana tumemzoea yule. Naam. Na nafikiri alikuwa mazoea yale. Maana wale vijana wangu nimewalea tangu wanaanza kazi, na hata nikiwa nyumbani nawaambia fanya hivi na hivi. Na Steve alikuwa pia naye akawa na kicheko. Kama kile cha Ghost Mlee. Sasa na kilicholeta ladha zaidi ni kwamba wakati huo nafikiri nikiwa naye na Shedra Kandenga. Ningefanya utani kumuhusu Shedi, alafu anakasirika. Na ndio inamfurahisha sana Steve, naye anachombeza kwa kweli. Kuna kisa niliwachekesha, maana Shedi asema amemtongoza mtoto wa kike na amegharamika kweli. Amegharamika kweli. Alafu ikifika usiku wa manane, mtoto wa kike ambaye kwa leo sitoweza wake sikubeba. Tembe zangu anatumia sikubeba. Alafu Shedi anamwambia usijali ninazo humu ndani. Sasa Shedi kamuuma sana, akasema umeona, na Steve akafurahi akachocha kweli. Na nafikiri pia yeye alikuwa amekubali ile chemistry. Ana kicheko chake cha aina yake cha kuigiza. Na inakuja pia na mazoea. Unajua mkifanya kazi na mtu msikutane tu kazini. Kutaneni huko mitaani, mle chakula pamoja, pigeni gumzo, umeelewa? Na utaona watangazaji wengi ambao show zao zinafanya vizuri. Utafikiri ni pacha wale. Sio tu kwamba wakimaliza kipindi kila mtu anashika zake. Baada ya kipindi wanaweza kukutana, wakapiga gumzo, wakanwa chai, na inajenga ile. Kwa hiyo mpaka leo watu wao wanaizungumzia sana na baadhi ya pacha kutokana na utangazaji kwenye haya mabano. Lakini ya Mungu ni mengi, huwezi jua, inaweza ikatokea. Na kama haitotokea basi nafikiri kwa hicho tulichokifanya wakati huo kinatosha kuandikwa. Tupote kidogo tuende upande wa waandishi. Waandishi ulianzaje? Waandishi nafikiri nikiwa chuoni, nikisomea wanahabari, unajikuta unakaa weekend, una muda wa kufanya mambo yako, unaandika. Na hasa nikiwa nafikiri shule ya upili, nilikuwa naandika na visa hivi na buni. Na niliandika kisa tu, picha ya karne. Nikatumia shirika fulani, nafikiri hawakuchapisha, maana hasa sana ni nani. Lakini amini usiamini, sasa miaka kama 10 baadaye kikachapishwa na kikashinda tuzo ya Jomo Kenyatta. Nafikiri baada hapo nikapata msukumo wa kuandika. Na ndo tukaanza kuandika hadithi fupi, wakakusanya kina Mariamu Alibora, kina Iribe Mwangi. Na nafikiri uandishi na utangazaji vinaendana, kwa sababu hewani labda una muda wa saa 2 hewani, lakini una mengi ya kuyazungumza. Sasa yanaenda wapi? Sasa unaweka kwenye vitabu, iwe ni ushairi, iwe ni riwaya ama hadithi fupi, na ikitokea ichapishwe hewani. Isipochapishwa basi kuna siku itachapishwa. Vumba. Uliwazia nini? Mbona vumba? Mbona kuna nuka shombo kwenye ili jalada ambalo kwamba watu wengi wanakiimba, wanakisema sana hiki kitabu? Mbona ikawa vumba sasa? Na vumba nafikiri hicho kitabu, amini usiamini, nimekiandika baada ya kidato cha 4. Kidato cha 4? Baada ya kidato cha 4. Lakini nimekuja kukipiga chapa miaka 7-6 baadaye. Chakula nakakipata. Nafikiri kinazungumzia tu maisha kwa ujumla. Na unaona Msalihina anavyosafiri. Sasa kuna vingine nimekuja kuongeza baadaye. Unaona masuala ya ufisadi, unaona masuala ya dini, unaona masuala ya uchawi, unaona ule uozo wa jamii, manake vumba ile harufu ya samaki. Unaona masuala haya ya kucheza kamari. Vijana unakumbuka kuna kijana timu yake ya Barcelona inamuua. Lakini sasa nikaona huo ni uozo. Lakini ule samaki pamoja na huo uozo na harufu yake mbaya ni mtamu sana. Umeona? Ukienda kuna kuuzwa samaki,
harufu, ama mama akiingia na pakacha lake kwenye gari, lakini akipikwa pale mezani mtamu. Ndo sasa unaona kuna matumaini. Maisha ya msalina, ananyoka, anakwenda kufanya kazi huko Ujerumani. Kwa hiyo naiangalia maisha, safari ya binadamu ulivyo leo sivyo utakavyokuwa kesho. Na hilo vumba tunaweza tukaligeuza akawa ni marashi. Ndo sasa usuli wa kisa cha vumba. Mnasi wako upande wa uandishi nani hasa? Tangu hapo nafikiri Profesa Said Ahmed, alafu Profesa Walibora. Nafikiri marehemu kile kitabu chake cha Siku Njema kilichochea wengi, tukiwa baadhi, manake nimetahiniwa mimi Siku Njema. Tulikuwa nafikiri watahiniwa wa kwanza Siku Njema. Kwa hivyo unaweza ukakisia umri wangu ni miaka kama 90 iliyopita. Kwa hiyo nafikiri kwa kusoma ule ubunifu na ile lugha aliyoitumia, unaanza kuona tunafuata hizo nyayo. Wakati unafanya kazi, nadhani mmekuwa pamoja na Ken kabla ya mauti kumkuta. Unapeza wale ushirikiano wenu kidogo katika shughuli zenu za nje kidogo, kando na wanahabari? Maana kipindi mimi nasikiza alikuwa anachangia kwenye vipindi Nuru ya Lugha wakati huo. Sana. Na hata tu wakati tunasoma kazi zake nilikuja kufurahi sasa kukutana naye wakati huo. Nimemaliza kidato cha 4. Amini usiamini, nimesoma KIMC mimi kabla kwenda KU. Na alipenda sana kazi zangu. Akanambia weekend wewe unakuja hapa kutusaidia masuala ya tafsiri. Amini usiamini, kuna maripota pale wanafanya kazi, lakini Ken anamwambiaje, kabla hamjaisoma ile script Hasani aipitie, aihariri. Nikiwa mwanafunzi mimi chuoni, wajua ilinipa nguvu sana. Ilinipa mshiko sana na nikajiamini, nikafurahi. Alafu kingine ambacho kilifanya nimpende sana ni kwamba akiwa Marekani akaniomba baadhi ya hadithi zangu, wakachapisha kwenye Kunani Marekani, na vile vile Maskini Milionea na Sina Zaidi. Alafu kilichogusa sana nikiwa masomo ya nyanjani, Nation Media wakati huo. Wajua ukiwa mwanafunzi unapiga jinsi zako zile sneakers na nini. Sasa mimi nilikuwa nayo mazoea. Sasa mhariri wakati huo alikuja kuishia kuwa waziri. Akaniona siku moja akasema, young man come here. Nini? Kanambia kuanzia kesho I want you to come here in a suit. Na unajua uzuri kwamba tukijoin KIMC ulikuwa unaambiwa lazima ubebe suti. Kwa sababu masuala ya kazi. Hasa nikajiuliza, huyu anambiaje mimi nije na suti huyu? Suti tu. Sikuwa irudi mimi Nation. Nikaenda kabisa, nikapotea na ilikuwa internship. Hivi kwani suti ilikuwa nayo au sio mambo yako? Ilikuwepa kisi mambo yangu tu. Yaani ati mambo ni yetu wengi. Yaani nilikuwa naona ni kama mfungwa. Umeona? Yaani tai mimi, unajua alafu mwanafunzi. So sikurudi. Baada ya wiki moja Walibora alinipigia simu akanambia njoo. Akanambia sikiza bwana. Mbona tukuoni siku hizi? Nikamwambia shughuli za chuoni. Akanambia najua. Yule mama ile siku alikuja kuishia kwa waziri Farida Karonei. Kaniambia yule mama juzi akikukemea akakwambia uende. Niliona mimi hapa kwenye chumba cha habari tulikuwa. Sasa kesho nitakuletea tai. Na nikamwambia sikiza, tai ninazo. Maana wakati huo naishi na wajomba zangu. Wajomba zangu walikuwa vioni wana tai nyingi tu. Nikamwambia nayo. Akaniambia nakuomba tu rudi. Endelea kupambana. Wajua alinisaidia sana. Na nikarudi, nikaendelea na Nation, nikasoma, nikamaliza, nikapata ajira. Sasa huwezi jua labda safari yangu ingekwenda upogo. Ndio maana mpaka leo huwa namkumbuka sana. Na hata wakati ameaga dunia niliandika kisa kama hicho kwenye ukurasa wangu FB. Lakini huo mbona mtu asikue na mazoea ya kufanya jambo fulani? Lakini wewe angalia hata ukiwa shule ya upili. Unakumbuka sisi tumepigishwa magoti kwa kutofunga tu tai. Na unajua unayo mfukoni. Ama baadhi yetu utundu ulikuwa ni upi? Kutoa ndani. Why can't you just tuck in? Ama tunalegeza suruali, tulikuwa tunaita mdebwedo. Unakuja jamaa amefungia suruali hapa mpaka mwalimu anasema, mbona nataka kutuonesha makalio cha kumsimatusi. Ama unakuta baadhi yetu umevaa kiatu lakini hutaki kuvaa socks. Sasa unajiuliza shida nini? Wajua hivyo. Na socks unazo tu mfukoni. Yaani nafikiri ni wanaita wanarika ni peer pressure, utaka tu usumbufu fulani, na nafikiri ni
ni kukomaa tu kule. Na hata mimi wakati naambiwa mambo ya suti kule Nation akanikumbusha nikiwa kidato cha 4. Maana unajua shuleni tulikuwa tunasoma habari kwenye gwaride na lazima upige suti. Sasa kuna mwalimu siku moja akanipata barabarani. Mwalimu wa hisabati akanipa lift kwenda shuleni. Na nimevaa mimi sare ya shule. Na akanambia, Ali, where is your tie? Nikamwambia ninayo hapa mfukoni. Akanambia ifunge. Wajua nakumbuka mpaka leo akanambiaje? Wajua wewe utakuja kuwa mtangazaji. Na hiyo kazi yenu lazima tie. Kwa hiyo ni ujana tu ule, na kuna vitu unafanya lakini unakuja kujuta baadaye. Ipo kauli moja ambayo utaishi kuikumbuka katika ulimwengu wako unaoishi mpaka mauko yanakupata, ambao ushaisoma katika vitabu hizi vinavyoandikwa na magwiji, kauli gani? Nafikiri mimi wanaambia wenzangu kwamba ni kama mpira, ni kama kazi yoyote ile, you are as good as your last assignment. Na mimi wanaambia wenzangu kwamba hiyo microphone hiyo isikutie kiburi. Kwa sababu ndio imekupa umaarufu na ndio itakuondolea huo umaarufu. Umeona, ndio itakujenga ama ikubomoe. Kwa hiyo yani kuwa makini sana kabla hujasema chochote hewani, kwa sababu kesi zipo nyingi, unakuta makampuni yamepigwa mafaini ya pesa nyingi tu. Kwa hiyo siku zote wanaambia na umeona hii kazi unatangaza baada ya miezi 4 5 umekuwa maarufu, mashabiki wanakuspoil wanavyosema wenyewe. Wanakualika vilabuni wapi, wanataka wakununulie vinywaji, unalewa chakari. Alafu kesho akikusikia hewani anasema sikia ule fala ule ndio alikuwa amelewa hata ajielewi. Umeelewa? Sasa unapokuwa wewe si mlevi inaleta heshima kidogo na nidhamu. Ndio huwa nawaambia siku zote anasa hizi na starehe zipo. Unakuta baadhi yetu wametangaza mwaka na nusu wakapotelea pote. Kwa hiyo nafikiri hiyo nidhamu ni muhimu sana sana sana. Na wengi umeona katika wanahabari. Sana starehe zile za pombe na hii kitu hatari sana. Maana unakuwa maarufu. Na wajua hii nimejifunza kutokana na wazee wangu Ali Salimanga. Ali Salimanga wakati nikisoma KMC nilikuwa napita pale KBC wakitangaza mpira, natoa maoni yangu. Na wakati huo marehemu Bilomala alikuwa ndo sasa siku zake za mwisho. Sasa Salimanga akanambia, Hasani, huyu Bilomala rafiki yangu sana. Jamala kutoka Busia, lakini tumetembea naye mpaka ndugu yangu. Sasa nakuona na mimi nakushauri. Bilomala alikuwa akinambia kwamba mtangazaji is a national cake. Na national cake kila mtu atakafa nini? Aichune ile. Kazi kwako. Kipenzi cha wengi, chukizo la wachache. Ipo siku ndio kauli ambazo kwamba kila kukicha ukiwa hewani lazima mja azitie sikioni. Na kazi yetu ya utangazaji, kipenzi cha wengi, chukizo la wachache. Si kila msikilizaji atakupenda. Na si kila msikilizaji atakuchukia. Na ndivyo maisha, si watu wote watakupenda. Lakini sasa hakikisha wanaokupenda ni wengi kuliko nao kuchukia. 70% na wakiongea mazuri kukuhusu, well and good. Maana sisi sio wakamilifu. Sisi sio malaika. Ndio hiyo kipenzi cha wengi, chukizo la wachache. Unakutana vipi bana na Mwalimu Wala bin Wala? Mpaka tena mnaunda rapo nyingine nzuri sana, mpaka mtu asema kwamba kama sijasikiza Dibaji basi sijasikiza kipindi. Yale nilikuwa nakwambia chemistry. Manake Wala nikifanya naye kipindi na tuseme akifanya na mtu mwingine utaona tofauti kubwa sana kwa sababu ya mazoea. Wala wajua anapenda lugha, na wakati huo nikiwa Radio Citizen nilikuwa na kipindi cha Bahari ya Lugha. Na urafiki wetu ulianza kwa uchokozi. Nilikuwa nawaalika walimu, na Wala alikuwa na kipindi KBC ukarabati wa lugha. Sasa yeye alikuwa anatusikiliza. Ili kesho afanye nini? Atukomoe, atuchambe. Niliwasikia wengine idhaa nyingine kule jana, badala kusema Arafa anasema Arafa, nimesikia. Sasa na sisi tunakuja, sasa nikaona inawaathiri hao walimu wangu. Sasa nikamwambia tusikizeni, kijiko cha jikoni, usiogope moshi. Sasa Wala naye akaona huyu kijana nani huyu, pia anajaribu kuleta mafumbo kushindana na mimi. Umeona? Yani maana hao walimu walikuwa wataka pia wamjibu. Kaambia sote tunajenda nyumba moja. Tusipiganie. Sasa akawa akifika kule anataka ana walima, lakini kaja kugundua kwamba baadaye huyu alikuwa anampiga sana vita alikuwa mhariri, aliohariri sana kazi zake. Lakini baada ya hapo
pakatokea ya kutokea. Sasa katika hivyo vipindi na nini, alikuwepo mwandishi anaitwa Hassan Malimbega marehemu. Sasa tukaandaa kumtembelea, kwenda kumfariji maeneo ya Masinga kule. Sasa wakati tuko garini tunataka kuondoka, nimekaa kwenye basi tunaondoka pale Nation Center, akaja Mwalimu Wala, maanake alikuwa amejua nitakwenda, wanakwenda watu wa idhaa mbalimbali. Sasa akasalimu watu, hata akanisalimu, lakini alikuwa hajai kuniona, mitandao haikuwa kama sasa. Baada ya kusalimu watu, kumetulia, washaomba kabla ya kuondoka, akasimama pale mbele garini, akasema, Hassan mwana wa Ali nani hapa? Nikamwambia ni mimi. Akaja akanipiga pambaja, akasema, unafanya kazi nzuri sana, unafanya kazi nzuri sana, umeelewa? Alafu kipindi kilichofuatia hewani, sasa urafiki ukaanza. Kipindi kilichofuatia hewani alikuja kusoma habari Angela Ng'endo, baadaye akaenda BBC. Akasema maiti zilizochukuliwa zika. Sasa ule utani tu hewani, mimi nikamwambia Angela Ng'endo akikusikiliza Mwalimu Wala hapa atakutia kisu. Anasema maiti ni ngeli ya awa, maiti wetu wale wamechukuliwa nini. Haikupita dakika moja Mwalimu Wala akanitumia arafa. Kanambia nipigie hewani simu, na nikamweka hewani. Akanambia kwa kunyosha huko ulikonyosha, njoo hapa nyumbani nakupa shilingi 50,000. Nilikuwa hewani siku hiyo na Daktari Babusa. Tukachukua teksi, akalipa yeye. Baada ya mwezi alikuwa ameandika vitabu vyake, akadhamini kipindi. Umeona? Akadhamini kule KBC na Radio Citizen. Kwa hiyo mlahaga ukaanza, mahaba yakaanza, na kila tukifanya naye kazi kinatokea kitu kingine. Tulianza tu na dibaji, ushafahamu, takrima, anatoa zawadi kwa ikaja na saha na mambo yakakua. Kwa hiyo akawa kama babangu mzazi. Namtembelea nyumbani, tunatembea kwingi, 10 zile sherehe, nikawa ndiye mfawidhi wa sherehe, na mlahaka ukawepo, na tukawa tumeelewana vizuri. Na ule utani, yale nilokuambia kwamba unatembea na mzee, ule mzee kuna vitu hafanyi mbele ya watu, lakini mkiwa naye ana machachari anafanya. Anasema kwamba mkiwa faraga kidogo najiachia, lakini mkiwa hadharani masuala yanakuwa mengine. Lakini kitu kimoja kinanikunisha akili yangu kidogo, akienda Tanzania anatuzwa, nchini Kenya mzee wetu atuzwa, ama wale ambao kwamba wanazungumza lugha ya Kiswahili na kuipigania, kuishikia mtutu wa bunduki, wao lugha yetu hii ni ya maskini chochole yao. Masikitiko, mfalme hathaminiwi kwao. Na umeona hata vyuo mbalimbali vimewatuza watu doctorates zile, hajatuzwa. Na nafikiri mambo tunajaribu kusukuma. Tumeona zile tuzo za rais, kuna kamati maalum na wadau ambao wanaangalia. Wewe ukienda kupige foleni leo na gidheri yako utatuzwa. Lakini yeye wanangoja wakati umeondoka duniani waingie mitandaoni. Hata anaondoka duniani walibora kwa kutuzwa. Kwa nafikiri ndio binadamu, mimi sidhani, sishtuki, na hata mwenyewe atakwambia ashtuki. Kwa hiyo wakitaka kumtuza wamtuze. Wakitaka kumtuza wakati ameondoka wamtuze. Ndio binadamu ule. Na unajua hata ukisoma, nafikiri kuna kitabu na shuku ni The Concubine, Amaliza the Lizard. Yaani aliona anafanya mambo lakini watu hawaoni bwana. Anafanya mambo watu hawaoni, akaamua kupanda juu ya mti, akajirusha, vunjike ndio angalau watu wamzungumze. Kwa hiyo nafikiri Mwalimu Wala, mimi na wewe tunajua mchango ambao umeufanya. Ana stahili hizi tuzo za rais, tunaona sherehe za Jamhuri, sherehe za wapi, lakini uweze ukawalazimisha kwa hiari yao, wao wanapotezea. Sauti ya dhahabu, una sauti nzuri sana. Umeitunzaje hii sauti bana kwa takriban miaka 10 and plus, kwa lugha ya Kizungu anavyosema 10 and plus years. Upo tu, sauti akikusikiza leo agadi ya sauti ni ile ile. Nakumbuka hilo wakati niko Radio 47 nilicheza makala yake marehemu Alibora. Niliomhoji nikiwa upande ule mwingine. Watu wakasema sauti ni hii na miaka ni mingi. Nafikiri ni sivuti pombe na simi sigara. Ninachokisema ni kwamba nafikiri wengi vijana haswa chuoni, mimi nilikuwa nikiona nikisoma, walikuwa wanadanganyana kwamba ukitaka uwe na sauti nzuri ile wanaita husky voice ni uvute sigara, lakini hiyo haiji. Alimuhimu wewe kunywa maji ya moto haya, kula ndizi za sukari hizi, limau na usipige kelele mbele za watu. Wewe tulia tu. Na yani wajua mchezaji wa mpira anajua mguu ndo silaha yake.
Na kuna bima ule mguu, nakupa mfano kama Cristiano ama Messi. Sasa wewe sauti yako ndio ajira yako. Bila hiyo sauti wewe haupo kwa kazini. Kwa hiyo unajua namna kuitunza. Kuna vitu unaambiwa epukana navyo. Mioshi, nikisema mioshi unajua na maanisha nini. Kwa hiyo alafu pia namna kutumia tu sauti, you project your voice. Kuna mtu ana sauti lakini hajui kuitumia. Mpaka aje kuambiwa kwamba fanya hivi. Kuna watu ni wanamuziki lakini hawajui. Mpaka upate yule producer mzuri atakwambia tumia hivi sauti yako. Umeelewa? Kwa hiyo yani siku zote kumbuka, bila hii sauti mimi si mtangazaji. Ni kama mwandishi na kalamu yake. Kwa hiyo wewe itunze sauti yako. Nafikiri sana epukana na maji baridi sana yale ya friji. Anaharibu zile glota. Hiki kizungu hiki siku anajua kama kuna kitu ndajasikia glota. Bahasani wenyewe wanasema waja kwamba tupo katika ulimwengu ambao donge zipo. Mtu akonea kiazi anakika pale kiazi, lakini wapo baadhi ya watu wanasema kwamba wewe siku zote potezea. Na kwa vijana wa kizazi cha Gen Z, kuna baadhi ya watu unakuta kwamba wana vipaji lakini wanafinyiliwa chini katika shughuli zao wanapokwenda kwenye internship, attachment. Wao wanakufa moyo haraka sana kutokana na kuwa bingwa akamwambia kwamba hiki kitu sikutaka ufanye hivi, nitaka ufanye hivi. Na kwaje kwao labda ushauri kidogo. Baadhi wanakutana nao nawaambia, kuna mwingine aliniambia Hassan, nilikwenda mahali kutafuta kazi. Nikaambiwa kijana, hapa hakuna kazi, ni mpaka utakaposikia mmoja wetu amekufa. Amefariki dunia ndio uje kuulizia hapa kazi ya kutangaza mpira. Na kuna baadhi akikuona tu anaona wewe ni mshindani, wewe ni mzuri. Atatumia mbinu za kukunyamazisha na kukumaliza. Kwa hiyo be resilient. Usikate tamaa siku ya kwanza, maana ingekuwa ni kukata tamaa kweli baadhi yetu tumeyapitia. Kwa hiyo mimi huwa naambia njoo kwa nyenyekea. Na masimango yatatokea, yakifanya mjinga, lakini unajua unalenga nini. La kwanza. Pili pia uliza usijifanye mjuaji. Uliza hata kama unajua jifanye. Yaani sana ukienda mahali kuna bosi na nini na utaratibu, usijifanye wewe ni mjuaji. Unajua ile 48 laws of power. Usifanye mjuaji kuliko bosi wako. Kwa hiyo wewe nyenyekea, jifanye fala, lakini unajua unalenga nini. Itajipa. Wajua uwezi ukaliziba jua kwa ungo. Kama umepangiwa. Na kama ukupangiwa hata ukalazimisha vipi, utapewa hiyo kazi baada ya miezi miwili au mitatu itatoweka. Kwa hiyo ukimweka Mola mbele na subira nilivyosema, na pambana kwa uliza kwa mwepesi wa kujifunza na kuuliza vitu na mbunifu, itafanyika. Kwa sababu kweli maneno yapo. Wengi watangazaji ambao nimewahoji kitengo cha gwiji waliotangulia sana wakikupa simulizi za maisha walioyapitia, waliozimiwa mikrofoni, umeingia na taarifa za habari umeziweka kwenye deski, umeenda msalani ukirudi hazipo. Mwingine mtangazaji wa zamu akitoka kabla wewe ukiingia amevunja mabitu kule, kebo nini, masanturi. Wengine hata wamenambia, kwa mfano umeweka hewani kipindi cha nusu saa, alafu umekimbia kwenye lango kule kwenda kuzungumza na mtu, yeye naye ameingia kule studio amezima, ametoa ile rekodi, amepigia bosi simu. Mbona hatuko hewani? Aliniambia kisa. Huyu kijana hata yuko studio. Amekwenda kule anazungumza na watoto wa kike tu nini na nini. Bosi na mtu akapoteza kazi. Kwa hiyo hizo zipo sana. Walibora aliniambia amerekodi, amefanya mahojiano ya Mahmoud Abbas. Imehaririwa nini? Siku ya kwenda hewani kanda ionekani. Ama kama itapatikana mtu aliingia akafuta. Umeelewa? Kwa hiyo mambo ni mengi, vitu kama hivyo vipo. Usio unatusikia hewani ama unatuona unafikiri sisi ni malaika. Tunayapitia, na wewe muhimu ni wewe na Mungu wako. Ndio maana juzi nimecheza kikoromwezo kinasema usitake kupendwa kazini wewe. Wewe pendwa na mkeo, pendwa na mumeo, pendwa na babako, pendwa na mamako. Kazini si mahali pa kupendwa. Wewe fanya kazi yako na uondoke. Sasa huyu jamaa hanipendi hapa kazini. Huyu jamaa wewe utakupendwa na nani kazini? Wewe penda kazi yako itakupenda. Kama Hassan angekuwa mwandishi wala mwanahabari, na pia kama angekuwa mwalimu, angekuwa nani? Nafikiri nilikuwa naichezea Man United. EPL nilikuwa mchezaji mzuri sana.
Kutana na bwana mmoja mwenyekiti wa vijana SUPKEM Ibrahim Chelule, umuuliza. Alikuwa anashona sana chobo. Lakini nilikuja nikapata groin injury nikiwa kidato cha 3. Na sasa naucheza mpira kwa mdomo. Lakini nilipenda sana mpira. Lakini bado upo katika ile tasnia moja ya mpira. Tasnia. Lakini sana kama si utangazaji, nafikiri ningeutangaza kwa kuwa mwalimu. Hiyo pia ni njia yangu hiyo, na ukiona pia nimesomea ualimu. Sikujiona kwengineko, lakini nakwambia hili wazi kwamba nafikiri nimeanza kutangaza nikiwa tumboni mwa marehemu mamangu. Mimi kazi ambayo ningeifanya mwanzo, utangazaji; pili, utangazaji; tatu, utangazaji. Ndoto kubwa katika ulimwengu wa utangazaji labda ilikuwa kufika wapi hasa, useme kwamba hapa nimefika na nikimaliza na hapa hamna tena, basi nitaka kurudi nyumbani nikapumzike nikinywa maji ya Zamzam basi? Nilikuwa nasema mimi nikiwa mdogo kwamba nikimsikiliza Charles Hilary sana nikiwa chuoni wakiondokea nikisema mie ningetamani sana nifanye kazi naye BBC na niende kutangaza kombe la dunia. Lakini sasa ukubwani huku naona kombe la dunia nimekwenda la kwanza, pili sijafanikiwa kufanya kazi BBC, na ikaondokea pia nikapiga hesabu za huku niliko na BBC. Sasa sikuwa najua mimi. Wajua nikiwa mdogo hata mimi nilikuwa natamani nifanye kazi KBC sana na Stoki, ndio baba na mama. Lakini nilipofika mjini nikaona muhimu ni sasa hivi na hivi. Nikaona BBC na huku niliko. Nikaona hamna huku niliko nyungu iko juu. Kwa hiyo nikaona hapa nilipo nimefurahi. Ninachokisema ni kwamba nafikiri kila mmoja huwa na ndoto ya kutangaza idhaa fulani. Na sisi tangu hapo idhaa ndoto ilikuwa ni kutangaza wapi? KBC. Maana hivi vituo vimekuja baadaye. Nation FM, Metro FM, Maisha, hizi zimekuja tukiwa kazini. Hata vituo vya runinga NTV, wakati wa Nation, KTN zimekuja baadaye. Kila mmoja sisi tukikuwa ilikuwa ni utangaze KBC. Maana vijijini KBC ndio ilikuwa redio, KBC ndio ilikuwa TV. Salamu baba na mama ni wapi? Pale. Kwa hiyo ndoto yetu ilikuwa ni hiyo. Lakini wakati tunakuwa tunamaliza vituo vikawa vingi na pia kupata ajira KBC kawa ni mtihani. Lakini ndoto ilikuwa ni utangaze KBC. Na nilitangaza kiasi changu, maana kuna vipindi vya shule hivi tumevitangaza pale KIE, vikaenda English Service, vya kitambo sana. Vikaenda English Service, na pia nikatoa maoni na wazo wangu kina Salim Manga. Nafikiri hiyo ilitosha, ndoto ilitimia hiyo. Inakuwaje mtu anaweza multitask kutoka katika idhaa moja, yupo Amaika Radio lakini pia anapiga kazi Super Sport? Nilishuhudia hilo kwako. Manake kama si washindani wa moja kwa moja, tuseme labda Amaika nyie mna radio na hamna TV. Unaweza zungumza na bosi wako ukao unafanya kazi fulani kwenye TV fulani. Walikuwepo kina Julie Gishuru hawa, anafanya Capital FM na KTN. Manake unaona kituo chako hakina radio na kina tu TV. Unaweza ukafanya nao kazi. Manake si washindani wa moja kwa moja. Ama hakina gazeti. Kwa maana hiyo mimi nafanyia Radio 47, na kwa vile hatuna gazeti nitachangia kwenye Standard, nitachangia kwenye Taifa Leo kama ambavyo umeona tangu chuoni nikichangia, ama kwenye Nairobian. Hilo linatokea, lakini kama ni mshindani wa moja kwa moja haiwezekani. Wakati huo nikifanya Standard hatungeshindana moja kwa moja na Super Sport. Ndio maana ningewafanyia. Alimradi kazini huko kwangu nipo na kule nawafanyia. Alafu pia walikuwa ni wadhamini wetu. Wamedhamini matangazo yetu. Kwa hiyo alimradi si mshindani wa moja kwa moja. Na inategemea pia unakaa vipi na bosi wako. Unajua bosi wako kama hujakaa naye vizuri, utasikia tu ametuma barua meme. No moonlighting. Hilo neno utaliona sana. Wengine hata kuna barua meme. Bas, unaona. Lakini sana angalia hasa Maika ishindani na Super Sport. Mbona asifanye na kazi zake yeye anafanya vizuri. Wajue pia inasaidia the brand. Kwamba huyu ni mtu wetu ndiye anayetumika pia kule. Umeelewa? Na kule si kwamba ati labda unafanya mkataba wa kudumu, kuna zile wanaita freelancers ama contributors ama correspondents. Kwa hiyo it's the way you'll juggle the liver. Nadhani wapo baadhi ya mabingwa wasema kwamba mie kama Gadiasi, tamaa yangu ama matumaini yangu ni siku moja nije labda nitangaze na Hassan Mwana Ali katika stesheni moja ama mahali pamoja kwenye jukwaa moja. Ukikuwa ama vile ambavyo upo, bado hiyo ndoto yako ya kutangaza na mtangazaji fulani idhaa moja au mahali pamoja jukwaa moja? Wakati huo sisi tunawasikiza mpira, akisema nitakuja kutangaza na mzee wangu huyo Ali Salimanga. Maana walikuwa kwa wao wanatangaza mpira, yeye Ali Salimanga, Nicky Okanga, Naftali marehemu,
alikuwa pale na Mambo pia akiutangaza mpira, marehemu Bilo Mala Chanji, marehemu na hawa kina Jack Oyo. Mimi nilimwenzi sana huyo, alikuwa ni yeye, alisalimanga na mzee mmoja lakini alitangulia mbele za haki kule Tanzania, alikuwa anaitwa Swedi Mwinyi. Lakini nilikutana naye wakati nimekwenda Tanzania mashindano ya Sekafa. Akanihoji, tukapiga gumzo naye, lakini sikuwahi kutangaza naye. Na mzee mmoja pia akiitwa Ezekiel Malongo kule Tanzania. Lakini mzee sana Manga, maana nilipenda sana alivyokuwa anatangaza na zile chachu. Chachu zake na sauti. Na tuliwahi kufanya naye kazi Super Sport. Na ndoto ikatimia. Kwa hiyo simdai Mwenyezi Mungu. Nafikiri Mwenyezi Mungu ndiye ananidai. Ulimwengu wa sasa, vijana wanaotangaza kabumbu, unauona wapi baada ya kina nyie kwenda? Isije ikawa kwamba kwenye mtandao ukipita asikia kwamba kwa sasa hivi hakuna wanaotangaza mpira. Walikuwa wanatangaza mpira walikuwa kina Hassan Mwana Ali. Na hilo amelisema sana kina Jack Oyo na wazee wengine, hata marehemu Walibora alikuwa alisema sana kwamba watangazaji wa sasa akiwaona haoni mtangazaji wa mpira, ni uigaji tu na kelele. Lakini sasa mimi husema unajua matangazo ya mpira sasa si kama ya kitambo. Kitambo msikilizaji wako anakusikiliza wewe mechi ile moja. Sasa hivi hao majenzi wanakusikiliza kuna mchezo wa kamari betting, ana mnyororo wake. Sasa yeye anataka kusikize, lakini pia umueleze huko Manu anaendeleaje, Arsenal anaendeleaje. Baraki ameunganisha ule mnyororo. Usipomfanyia hivyo itabidi ingie mtandaoni ama hame. Wajue ni changamoto ya kwanza. Kwa hiyo lazima ulifikirie hilo. Pili, tunashindana na runinga. TV zimekuwa nyingi sana. Wale wana stream wengi sana. Tatu, unashindana na kila mmoja siku hizi nyumba hadi nyumba na television yake. Kama si hilo, watu wanautizama mpira kwenye simu. Mimi hata ninapokuwa sipo kazini, kwenye simu utaniona mimi na stream, naona ule mpira. Sasa unajua utashindanaje na watu kama hao? Ndio maana unaona hata idhaa siku hizi zimekuwa ni audio visual, ni radio na ni television. Sasa huyu mtangazaji wajua anashindana na vitu vingi, si kama kitambo. Kitambo ungesikilizwa mtu anakaa hivi radio, wao ndio wanamchorelea lakini siku hizi huyu anakusikiliza na anatizama, amemute sauti ya TV, na pia ameingia kwenye mtandao, anaona vitu vinarushwa kuhusu ule mchezaji. Unaona vile ushindani ulivyo mkali. Kwa hiyo ndio masa inabidi sama matangazo ya sasa unapata jamana hii ni mechi anaitangaza, lakini akupe matokeo ya mechi nyingine inayochezwa, alafu pia anashindana na TV maana wengi wanatizama. Sasa utanifanyaje mimi ni mute television, nikusikilize, nisistream ile mechi, nisiende kwenye mtandao? Kazi ipo. Kazi ipo. Ili la kizushi, sijui kama utalijibu moja kwa moja au hutalijibu moja kwa moja. Inakuwaje Hasani mtu azime sauti ya redio ama sauti ya runinga kusikize wewe? Anajua yeye msikilizaji. Na ni labda ni sauti nilivyosema, maana hiki ni kipawa cha Mwenyezi Mungu. Ama labda ni lugha. Kuna wengine wanajifunza tu lugha, ama anataka visa vile vya Amope tulivyosema. Kwa hiyo ni mambo mengi atachagua msikilizaji kutegemea na si Hasani tu. Kuna watu watachagua idhaa si kwa sababu ya idhaa tu, lakini kwa sababu ya mtangazaji fulani. Kuna kitu anapata kutoka kwake, umeelewa? Sasa ni yeye msikilizaji na mtazamaji utamuuliza ni kwa nini ananisikiliza, alafu tuone atasemaje. Siwezi nikajua mimi. Sisemi sana bwana. Tukiaga, labda kuna bingwa pale nje atakakuwa kama Hassan Mwana Ali siku zijazo. Sema kwamba mimi mwenyewe pia nikiwa mdogo nikimsikiza Hasani nasema kwamba nataka kuwa kama alivyo Hasani, ama nataka niwe kama si yeye alivyo Hasani. Siku moja nije niwe nakifanya kile ambacho kwamba yeye anakifanya kwa sasa hivi. Na mimi wanaambia be your own, yani ile identity yako. Kwa sababu wengi nimeona wakitangaza mpira hasa wa vijana wakati linafunga bao wanatangaza kama Hasani vile. Kuwa na ubunifu wako muhimu sana. La kwanza. Pili, talanta. Hii kazi ya utangazaji ni talanta. Kuna watu hata wana PhD lakini ukimpa hapa habari atazisoma. Na kuna mtu hajafika hata darasa la 8 lakini anaweza akatangaza. Ni karama ile, ushafahamu. Kwa hiyo ni talanta ile, na kama unayo na ule ubunifu nilokutajia, na kazi yetu hii kama unavyosikia mtu atapenda tu kusikia kwa sababu labda ya sauti. Na kuna wengine labda una lugha na sauti si nzuri. Kwa hiyo ukijaliwa vyote unashukuru Mungu. Alafu pia kisomo muhimu.
Unajua, unakuta una talanta hii, una lugha, lakini ukienda mezani jamaa anakuuliza do you have any certificate, any degree, diploma? Ama umetoka chuoni, jamaa anasema tunataka watu wa 3-4 years experience, na hujapata ile nafasi ya experience. Usikate tamaa. Internship vikitokea, wewe fanya, wasikilize watangazaji, watizame watangazaji, soma magazeti, majarida, mitandao. Siku hizi ajira zinatokea. Alafu usiwaze tu sana kwamba lazima utangaze na mikrofoni. Watu siku hizi wamekumbatia digitali. Wana podcast. Podcast yako, YouTube yako, ukurasa wa Facebook wako, TikTok yako, unaandaa vitu vyako tu. Uhitaji kuajiriwa, watu wanajiajiri na wanapata hela. Kwa hiyo nafikiri ujumbe wangu ni huko kwenye digitali. Zamani ungemsikiliza mtangazaji lakini usikutane naye, usimuone. Siku hizi kupitia mitandao lazima watu waone. Kwa hiyo ushauri wangu mzito, mbali na kutamani kuwa kama kina Hasani wa siku zijazo tulivyotamani wengine waliotangulia, anza kujifikiria na kumbatia digitali na mambo yatanyoka. Yaani kama alivyosema tangu hapo, kama kapanga Mwenyezi Mungu utatangaza. Ni hapo tu. Utatangaza. Anazungumza Jacoyo Sylvester akisema kwamba kipindi wapo redioni, kuna baadhi ya mabingwa wanasema kwamba idhaa ama masuala na utangazaji yamemilikiwa sana na wapwani, na wanasahau kwamba wapo akina Jacoyo Sylvester ambao wao wamesomea nchi jirani Tanzania. Alafu hasa hapa swali linakuja, huyu Hasani, huyu Swahili wake ni wa ambao ni mwa Kenya au ni wa magharibi? Mimi ni mzaliwa wa Sudan. Na swali zuri sana hilo. Wakati Radio Maisha inaanza, mkuu wa idhaa wakati huo Bwana Kizito na Mlanda alinichekesha sana. Ananiambiaje kwamba aliona tunaanzisha idhaa, wacha niende Mombasa wiki 2 nisikilize tu idhaa za pwani na niwachukue watangazaji. Akaja akaona kumbe nimefeli. Sivyo wanavyochukulia watu. Watangazaji ambao wametikisa Kiswahili ni wazawa magharibi ya Kenya. Sasa ndio akawa ananipa mifano, hao kina Nunda Sakwa, kina Gladys Erudi wametangulia mbele za haki, kina Bilo Mala, hao wote tuliwataja hao, na Hassan mwana Ali hapa mzawa hapa magharibi ya Kenya, eneo la Mumias. Kwa hiyo ninachokisema ni kwamba alikuja akagundua kwamba kuna Kiswahili cha kuzaliwa na lahaja yake, na kuna Kiswahili labda cha kusoma, na kuna Kiswahili cha kufanyia utafiti, na akagundua kumbe alikosea. Kwa hiyo mtangazaji usipofanya makini, usipofanya utafiti, so ikabidi abadilishe tena ile idhaa. Wakaitwa kina Hasani, ndo ikawa idhaa. Kwa hiyo nafikiri ninachokisema ni kwamba asikudanganye mtu. Unakozaliwa si muhimu sana, unakoelekea ndo muhimu zaidi. Asikwambie mtu kitu unakozaliwa so neno bwana. Baba Hassan mwana Ali yoyo muite Ali Kauleni. Alafu utani bwana, unajua kipindi unazungumzia Kauleni nilienda kwenye kamusi. Kaangalia Kauleni na maana gani. Achana na hiyo kwa siku nyingine. Mimi naitwa Kuleni. Kauleni yako wewe. Basani bwana, changamoto na tasnia yetu ni gani? Kimaliza. Zipo. Wanataka watangaze leo vijana, kesho awe na Prado, kesho amehamia Kilimani. Anataka aanze kutangaza leo, kesho awe Hasani. Umaarufu hauji kwa kasi kiasi kile. La kwanza. Pili, ule umaarufu pia una athari zake. Unajiangalia labda wewe ni maarufu sana, watu wanakujua. Lakini kipato chako cha mfukoni akiendani na umaarufu wa jina. Na si katika utangazaji tu, hata kwenye mziki, mpira. Sasa mwishowe nini? Unaishi maisha sio yako. Ile shinikizo. Unaishi maisha ya kukopa. Maisha ya kukopa ni kwamba sasa unataka uishi kama yule. Unaingia mikopo, uhame uishi kama yule. Mkopo gari kama yule. Bana, watu ni tofauti. Yule mbali na umaarufu wake, labda babake ni waziri. Babake anauza nini na cocaine. Uwezi ukajua. Yani kila mtu ujikuna ajipata hapo. Mbuzi anakula kutegemea na urefu wa kamba yake. Kwa hiyo kuwa wewe. Na hili huwa analisema sana Mwalimu Sakwa tukiwa naye. Napenda sana kutembea mitaa ya Nairobi kama kune Kayole, Umoja. Sasa nikitembea nakutana na jamaa. Sasa unajua Kayole, unatembea Kayole. Wajua mimi namsimamisha naambia kwa nini? Kayole wanakaa watu bwana. Tunakaa sisi. Mara kwa mara mimi naacha gari naingia matatu.
Wajua hawa wasikilizaji ndio wanaharibu maisha yetu. Mtu anakuangalia, Sani, umeingia matatu kwa nini? Umeelewa? Sasa ishi maisha yako. Ushafahamu? Na huko kwenye matatu, huko Kayole, huko mitaani ndo kuna visa vya mope. Ndo kuna habari. Kwa hiyo ninachowaambia hawa ni kwamba ule umaarufu wakati mwingine utakosa kuendana na kipato. Wameishia watu wanajitia kitanzi. Msongo wa mawazo. Na si tu utangazaji. Mtu maarufu yote ule. Kitambo alikuwepo wachezaji anachezea AFC Leopards, anachezea Gor Mahia, lakini kipato hakipo. Mwishowe watu wanaishia kujimaliza. Kwa hiyo ninachokisema ni kwamba jikubali ulivyo. Wewe ni wewe. Wewe ni wewe. Anazungumza Mwalimu Sako, anasema kwamba anatembea na mtoto wa mwalimu Ken. Popote pale watakapokuta kuna kibanda cha mlo, tunazama tunakula, hakuna kujibeba. Chakula kitamu ni cha kibandaski. Haya majokofu haya na ladha bwana. Nenda pale kwa mama ntilie, utashangaa chapati ni chapati. Chapati sikio la ndovu. Ndio utamu wa vyakula. Ndio utamu wake. Ndio hivyo. Kwa kweli mtazamaji wa kwangu, basi mimi ni Agadi ya Siku, nimekuwa naye bingwa kwa jina la Hassan mwana wa Ali, mnasiwa wengi, gwiji wa wengi, mtu ambaye kwamba ufuatiliwa kwingi katika ulimwengu huu wa utangazaji. Panapo majaliwa basi tutakutana kwenye kipindi kijacho na gwiji mwingine ambaye tutakuwa naye. Nyuma ya kamera amekuwepo bingwa kwa jina la Fortune MJ. Kwa heri kwa sasa.